Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla, mahali popote mlipo, hamjambo. Karibu katika mwendelezo wa matukio ili nikufahamishe yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Siku ya leo, siku ya Jumatatu, Tundu Lissu ambaye ni kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo nchini Tanzania, Tundu Lissu aliweza kupokelewa kama rais wakati alipowasilishwa katika Mahakama Kuu ili kesi yake kuhusiana na uhaini kusikizwa, jambo ambalo limesababisha maafisa wakuu serikalini na hata Samia Suluhu Hassan kutoamini ni kipi ambacho kinaendelea. Sasa kulingana na chapisho hili la Jambo linasema ya kwamba ulinzi mkali mahakamani ama Mahakama Kuu kesi ya Lissu leo. Yaani kulikuwa na ulinzi mkali. Tundu Lissu wakati alipowasilishwa katika Mahakama Kuu, polisi walikuwa wamemwawa. Jeshi la polisi, lile la wananchi na lile la polisi walikuwa pale wakati Tundu Lissu alipofikishwa katika mahakama, lakini wakati aliingia mahakamani aliweza kupokelewa huku wananchi wengi wakiwa mahakamani, ishara tosha kwamba Tundu Lissu anapendwa katika taifa la Tanzania. Naomba tu nikaweze kukuonyesha baadhi ya picha vile aliwasilishwa katika Mahakama Kuu siku ya leo. Tundu Lissu, ulinzi mkali na kuingia ndani, wananchi walikuwa wamejaa kila mahali, walijaa bomoni katika Mahakama Kuu huku wakiwa tayari kusikiza kesi ya Tundu Lissu. Na wala ambao walijaa pale mahakamani sio wengine, ni Watanzania wazalendo ambao wanapinga uongozi wa kiimla, wafuasi wa Chadema, viongozi wa Chadema na viongozi wa chama cha ACT Wazalendo na vyama vingine vya kisiasa katika taifa la Tanzania. Kabla nizame kwa undani, shukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like. Na ikiwa hauja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe. Karibu tuendelee kuchambua habari hizi kwa undani. Kupokelewa kwa Lissu mahakamani kwa shangwe na watu kujaa hapa na pale kuna maanisha nini? Point number 1, Watanzania wanampenda Tundu Lissu. Tundu Lissu ni kiongozi ambaye yuna umaarufu mkubwa hasa katika sekta ya siasa. Ikiwa angewania kiti cha urais katika uchaguzi uliopita 29 Oktoba mwaka jana, angeshinda, lakini serikali iliyopo mamlakani ikaona huyu akiruhusiwa kuwania kiti cha urais huenda atachaguliwa kuwa rais, na wakamwekelea kesi vile inadaiwa kulingana na mrengo upinzani, kesi ya uhaini, ili aweze kutiwa mbaroni na kupelekwa kwa gereza ili azuiliwe kuwania kiti cha urais. Na baadaye tukaweza kushuhudia amewekelewa kesi ya uhaini wakati alipokuwa anasema no reforms no elections, na kile ambacho alikuwa anamaanisha ni marekebisho kufanywa katika tume ya uchaguzi nchini Tanzania kabla ya uchaguzi kufanyika. Sasa hayo yaliweza kusababisha serikali kumtia baroni na kumpeleka kule gerezani Ukonga, ambapo amekuwa akikaa zaidi ya miezi 9 sasa, na kesi yake haijakamilika kufikia sasa, na vile iliweza kurejelewa siku ya leo na aliweza kupokelewa kwa shangwe huku watu wakijaa, na ulinzi mkali ulikuwa pale kwa sababu inaaminika ya kwamba Tundu Lissu ni kiongozi ambaye yuna umaarufu mkubwa haswa katika siasa za Tanzania. Kwa hivyo kujaa kwa watu wengi wa Tanzania, wanachama, wafuasi na wote ambao waliokuwa pale, viongozi mbalimbali, ni ishara tosha kwamba Tundu Lissu anapendwa na watu wa Tanzania ama wananchi wa Tanzania wazalendo. 2 inamaanisha ni namba 2, kesi ya uhaini ambayo amewekelewa huenda sio halali, kwa sababu wananchi wanataka kusikiza
waelewe ikiwa kesi hii ni halali ama si halali, na ni kivipi ushahidi unaenda kutolewa, kwa sababu kwa kesi yoyote kuwasilishwa mahakamani lazima kuwe na ushahidi wa kutosha, ili hata majaji wale ambao wanasimamia kesi kuamua ni kivipi watakata ama wataamua uamuzi wa mwisho, ikiwa mhusika ama mshitakiwa anaweza kufungwa ama anaweza kuruhusiwa aondoke ama kuachiliwa akaende nyumbani. Ikumbukwe ya kwamba mataifa mengine, hata bunge lile la Ulaya liliweza kutuma ujumbe katika taifa la Tanzania waweze kumwachilia Tundu Lissu pasipokuwa na sharti lolote, na akabidhiwe ama apokezwe huduma za matibabu. Lakini kufikia sasa Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais hakupokea ujumbe huo na kuufanyia kazi, ila tu aliweza kuassume na hamna lolote ambalo limefanyika kufikia sasa. Kwa hivyo tutasubiri tuone ikiwa kesi hii ni kivipi inaenda kukamilika, kwa sababu inasikizwa na majaji watatu, ambayo imerejelewa siku ya leo, siku ya Jumatatu tarehe 9, na tutaendelea kuweka jicho pale kuhakikisha kwamba tunawaletea habari zote kuhusiana na kesi ambayo inamkabili kiongozi wa chama cha Chadema Tundu Lissu. Lakini Watanzania wengi wamejaa mahakamani kusikiza kesi hiyo ili kuelewa inakotoka, inakoelekea na ni kivipi uamuzi unaenda kutolewa ambao unahusiana na kesi ya Tundu Lissu. Ikumbukwe ya kwamba Chadema imeapa na kusema liwe liwalo, liwalo na liwe, lazima haki, uwajibikaji, uwazi, demokrasia, hayo yote yazingatiwe, haswa kwa kesi ambayo inamkabili. Huku sasa hivi vile mnajua mataifa mengi yaliweza kusitisha kutuma misaada katika taifa la Tanzania kufuatia uchafuzi ama maandamano yaliyoshuhudiwa na maafa kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Uswidi ikajitoa, Canada ikajitoa, Marekani ikajitoa, bunge la Ulaya na wao likasema ya kwamba haiwezekani serikali dhalimu kufadhiliwa, liwe liwalo, liwalo na aliwe, kumaanisha hali si hali katika taifa la Tanzania. Na wengi wamekuwa wakipendekeza imefika wakati Tundu Lissu anastahili kuachiliwa akaende nyumbani na masuala ya kisiasa yawekwe kando, kwa sababu wale ambao walikuwa wanataka wachaguliwe wakati alikuwa gerezani walifaulu kuchaguliwa. Ikumbukwe ya kwamba Suluhu Hassan aliweza kumzuia hata Tundu Lissu kuwania kiti cha urais. ACT Wazalendo yule mpina alizuiliwa, kisha baadaye akatangazwa kuwa mshindi kwa 98% kwa kura zile ambazo ziliweza kupiwa milioni 31.7, jambo ambalo na kuandikisha rekodi mpya katika taifa la Tanzania, jambo ambalo hamna yeyote ambaye anaelewa. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload any new video clip, you'll be notified automatically that Omokenya TV has uploaded the video clip to watch. Remember to share our content always with our WhatsApp groups and even on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omokenya TV. Bye bye for now.